Mtazamaji mwenzangu wa mtandao ama YouTube channel mpya kabisa ambayo inatoa siri zote nchini Tanzania, ambapo tunapeperusha kutoka eneo la Mbeya nchini Tanzania, mtandao wetu wa Tanzania ITV, macho yako kwa habari, na hata kukufahamisha yale ambayo tumeyapata ya siri kubwa. Bonyeza alama ya subscribe ambayo ipo hapa chini na uwashe kengele kipo hapo kando ili kupokea taarifa kila wakati. Sasa habari zile ambazo zimetufikia katika kituo hichi cha Tanzania ITV ni kwamba ndege ya Rais Samia Suluhu Hassan imezuiliwa kutua katika ardhi ya Marekani. Kwa nini? Na ni nani amefanya haya yote? Usimamizi wa serikali iliyopo mamlakani kwa sasa katika taifa la Marekani, ambayo inaongozwa na Rais Donald Trump, wameweka vikwazo na kutia saini kwamba Suluhu ambaye ni rais wa Tanzania hata afunge safari na ndege kutoka Tanzania moja kwa moja kuelekea Marekani, hawezi kuruhusiwa kutua katika ardhi ya Marekani. Marekani imeamua kuweka vikwazo vikali dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan na Watanzania wote kwa ujumla, kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba ni kuweka ulinzi mkali katika taifa la Marekani. Suluhu alianzisha mchakato wa kuuliza mataifa yale ambayo yanalaumu maafa nchini Tanzania, akawauliza who are you? Sasa wameanza kujibu, na hii itachangia uchumi kuporomoka nchini Tanzania, na huenda hata mabalozi wa Tanzania ambao wako katika taifa la Marekani kufukuzwa, na hata mabalozi wale wa Marekani wako nchini Tanzania kufukuzwa kwa sababu ya uhusiano mwema umeweza kuharibika kufikia sasa. Tanzania imeorodheshwa miongoni mwa mataifa 15 ambayo yamewekewa vikwazo yasije yakaonekana katika taifa la Marekani. Habari hizi ni za kushitua pakubwa, kwa sababu wengi hawakuwa wanajua ni kipi ambacho kitaendelea, ni kipi ambacho kitawekewa taifa la Tanzania. Mataifa mengine ambayo sasa hayawezi kuingia katika taifa la Marekani, miongoni mwao ni Angola, Antigua, Barbuda, Benin, Cote d'Ivoire, Dominica na Senegal, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Tonga, Zambia na Zimbabwe. Sasa Tanzania kuzuiliwa kwao ni kwa sababu ya maafa yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania baada ya uchaguzi kukamilika. Maafa hayo yamechangia Donald Trump kuzuia Rais Samia Suluhu Hassan kutoingia Marekani na Watanzania wote, kumaanisha hata wale ambao walikuwa na visa za kusafiri kuelekea Marekani wasahau, kwa sababu wamefungiwa rasmi. Najua kuna kile ambacho utakifanya uone ni mzaa, lakini baadaye utagharamika. Sasa hivi Suluhu amesababisha Watanzania kugharamika. Wanaonwa kama maharamia, wanaonwa kama majambazi, wanaonwa kama watu ambao hawafai kutembelea taifa la Marekani. Jambo hili limesababisha hasara kubwa nchini Tanzania. Ndio maana Seneti ya Marekani kupitia bunge lile la uhusiano na mataifa mengine waliweza kutishia kwamba lazima wataangalia uhusiano kati ya Marekani na taifa la Tanzania, na sasa hivi wameamua
kuchukua hatua kali dhidi ya Tanzania, na Tanzania haiwezi kustahimili, haiwezi kujisimamia yenyewe pasipokuwa na support ya taifa la Marekani, kwa sababu Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo yako chini ya mwavuli wa third world countries, na Marekani ni first world country, na tunategemea dola ya Marekani. Lakini sasa itakuwa vigumu sana kuendesha shughuli nchini Tanzania kwa sababu Donald Trump amefunga milango yote rasmi, na huenda sasa matokeo yaanze kushuhudiwa nchini Tanzania, uchumi kuboromoka na masuala mengine muhimu kuharibika kwa sababu ya ukali wa Samia Suluhu Hassan. Serikali ya Tanzania imekataa kutangaza idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamia. Serikali ya Samia Suluhu Hassan imekataa kuchukua hatua na kueleza ni nani alihusika katika mauaji. Kufikia sasa, Samia Suluhu Hassan akateua tume ili kuchunguza maafa, lakini vile hali ilivyo hamna chochote ambacho kitaonekana cha uwazi. Kwa hivyo, uongozi wa Samia Suluhu Hassan lazima utagharamisha Watanzania na watakuja kujuta baadaye. Huenda hata ushuru ukaweza kupandishwa nchini Tanzania ili Tanzania ipate hela za kutosha kuendesha miradi na shughuli mbalimbali. Na sasa hivi tunapoenda hewani nipo Tanzania, lakini tumeanza kushuhudia uhaba wa maji ya kutosha. Hamna maji ya kutosha nchini Tanzania. Mwigulu ambaye ni waziri mkuu katika serikali ya Tanzania aliweza kutangaza hatari na kusema ya kwamba wala ambao wako na chakula wahakikishe wanakitumia kidogo, waweze kuona kama Tanzania ama Watanzania wanaweza kujikimu haswa kwa chakula, kwa kile ambacho alisema ya kwamba ni ukosefu wa mvua. Lakini kwa kusema ukula halisi wa mambo, ghasia ambazo ziliweza kushuhudiwa Tanzania ndizo zimesababisha uhaba wa maji na ukosefu wa chakula ya kutosha. Tutaelekea wapi? Uongozi wa Samia Suluhu Hassan umesababisha Tanzania kupigwa marufuku kusafiri taifa la Marekani, na Marekani ikikufungia, mataifa yote yanakupea mgongo, hakuna lolote lile ambalo unaweza kulifanya. Tutaendelea kutoa siri kwa yale ambayo yanaendelea. Karibu sana katika mtandao wetu wa Tanzania ITV, macho yako kwa habari. Bonyeza subscribe button na ukumbuke kuwasha kengele ili kupokea taarifa mpya moto moto kila wakati, na asanteni sana.